Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela mkazi wa kijiji cha Mwanekei Shabani Riahasi baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka mwanafunzi. Baadhi ya wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameshauri serikali kuwachukulia hatua za kisheria baadhi ya watu wanaoharibu mazingira. Na waumini wa kanisa Katoliki duniani kote leo wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 12 tangu Papa Francis kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki. Habari kamili. Mwanza. Mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela mkazi wa kijiji cha Mwanekei Shabani Riahasi mwenye umri wa miaka 24 baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka mwanafunzi wa darasa la 7 mwenye umri wa miaka 15. Hukumu hiyo imetolewa jana katika kesi namba 26610 ya mwaka 2024 iliyosomwa na hakimu mkazi mwandamizi John Chai Jagadi mbele ya mwendesha mashtaka wa serikali Juma Kiparo. Riahasi alitenda kosa hilo Septemba 5 mwaka 2024 katika kijiji cha Mwamanga wilayani Kwimba nyumbani kwake ambapo alimdanganya binti huyo kuwa ahadi ya kumuoa. Mshtakiwa alifikishwa mahakamani Septemba 18 mwaka 2024 na kusomewa shtaka la ubakaji, lakini alikana kutenda kosa hilo ingawa upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 4 akiwemo mwathirika kuthibitisha shtaka hilo. Mwendesha mashtaka aliomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa kwa kuwa vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake vimekithiri na vinasababisha mabinti wengi kushindwa kumaliza shule. Baada ya kusikiliza hoja hizo, hakimu Jagadi alimhukumu Riahasi kifungo cha miaka 30 jela pamoja na kulipa fidia shilingi 300,000 kwa mwathiriwa. Kibondo. Baadhi ya wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameshauri serikali kuwachukulia hatua za kisheria baadhi ya watu wanaoharibu mazingira kwa kukata miti hovyo na kuchoma moto kichaa nyakati za kiangazi. Wakizungumza na Radio Kwizera, Bi Silvia Januari na Bwana Kamana Abubakar wamesema wataalamu wa mazingira wamekuwa wakifika katika maeneo yao kutoa elimu, lakini baadhi ya wananchi wamekuwa na mwitikio mdogo wa kutunza mazingira. Wamesema baadhi ya wananchi hupanda miti kwenye mashamba yao kwa lengo la kupata hewa nzuri, kuongeza kipato kwa kuuza mbao pamoja na kuzuia mmomonyoko wa udongo katika mazingira wanayoyaishi. Kwa sababu ukikata miti bila kupanda mti unakuwa umepata hasara. Kwa hiyo nawashauri ili waweze kupanda miti kwa ajili ya kunufaisha maendeleo ya kijiji hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi nimekuwa wa kwanza kujitokeza, nimepanda miti karibu kama eka 1 na kidogo. Wenzangu mimi nashauri tu kwamba upandaji miti kwanza ni faida kwako wewe binafsi na baadaye ni faida kwa vizazi vijavyo kwa ajili ya mbao na kadhalika. Kwa upande wake afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bi Margaret Elias amesema sheria zipo zinazolinda mazingira, hivyo mwananchi anayekwenda kinyume na kanuni na taratibu za utunzaji wa mazingira ikiwemo uchafuzi wa vyanzo vya maji huadhibiwa. Geita. Wakazi wa mtaa wa elimu kata ya Nyankumbu manispaa ya Geita mkoani humo wamelalamikia utupaji wa taka ngumu maeneo ya wazi, hali ambayo huchangia katika uchafuzi wa mazingira. Wakiongea na Radio Kwizera, wamesema baadhi ya wakazi wa mtaa huo wanatupa takataka kwenye eneo lililopo katikati mwa makazi ya watu, hali ambayo ni hatari kwa afya zao. Kwa jina naitwa Golson Rogasira Kasabira, hapa niko mtaa wa Nyankumbu elimu. Hii shimo limeshachanganya. Yaani watu wanakuja hapa wanatupa matakataka. Matakataka sio hatujui yanatokea sehemu gani. Ukija kuamka asubuhi unapita unakuta mafurushi yamejaa hapo. Wakichukua matroli mamkoteni wanaleta wanatupa hapa matakataka. Sasa hapa sehemu nyopote pananuka. Sisi tumeshachanganyikiwa hapa. Kwa hiyo hatujui hawa wanadhamiria nini hili eneo. Twa Shigera Kusekwa Juma. Kwa kweli eneo hili ni chafu sana. Taka zinatupa ovyo. Sasa tunaiomba manispaa iangalie ile tatizo kwa undani zaidi kusudi tusaidie sisi wananchi kuepukana na magonjwa mbalimbali ya maambukizi.
Mwenyekiti wa mtaa wa elimu Bwana Hasani Mshora amesema wataanza kuweka ulinzi kwenye maeneo ya wazi ili kudhibiti utupaji wa takataka na hatua zitachukuliwa kwa watakao bainika. Vile sehemu tumeisha muomba diwani aendelee kutuombea kula halmashauri ili angalau wafanye stendi, kwa sababu sehemu ya barabarani ambapo kuna stendi pameisha banana. Kwa hiyo hata wananchi kwenye mikutano za hadhara tunaendelea kuambizana na kuhamasishana kwamba tumwambie diwani atukomalie basi tupate hata stendi pale, angalau tumuombe yule jamaa mwenye eneo lile akubaliane na halmashauri ili tupate stendi ya magari pale. Huwa tunajaribu kupiga doria pale, tunasubiri na watu tunaweka paka mtu wa kupiga pale doria ili akamate mtu ambaye analeta pale taka. Tulibahatisha jamaa mmoja ameleta taka kutoka kwenye mji wa mtu, tukampiga faini shilingi 50,000. Hata hivyo, diwani wa kata ya Nyankumbu katika mkutano uliofanyika kwenye mtaa wa Mwembeni hivi karibuni aliwataka wananchi wenye maeneo ya wazi kuiendeleza baada ya halmashauri ya mji kupandishwa hadhi kwa manispaa ili kutokuwepo kwa vichaka katikati ya makazi ya watu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Ituri. Makundi ya wanamgambo yaliyosaini mkataba wa amani katika mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema hayataunga mkono kundi jipya la waasi la CRP la Thomas Lubanga lililoundwa hivi karibuni mjini Kampala nchini Uganda. Mwakilishi wa makundi hayo Bwana Kambale Idrisa amesema makundi ya FPIC pamoja na kundi la chini ya Tuna hayaungi mkono uasi huo mpya, badala yake wako pamoja na jeshi la taifa katika kutafuta amani mashariki mwa DRC. Idrisa amesema kundi la waasi la CRP liliundwa na Lubanga kwa kushirikiana na kundi la waasi wa M23 hawana uhusiano nalo na wako tayari kukabiliana na makundi yote kutoka nchi za kigeni. Mwanzoni mwa wiki hii Bwana Thomas Lubanga alitangaza kuunda kundi lake la waasi katika mkoa wa Ituri na kueleza kuwa kundi hilo linashirikiana na waasi wa M23 na kuungana na makundi yote ya wanamgambo yanayoyumbisha usalama katika mkoa wa Ituri. Vatican. Waumini wa kanisa Katoliki duniani kote leo wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 12 tangu Papa Francis kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kwa kumwombea apone. Papa Francis ambaye alichaguliwa tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2013 kwa mwezi mmoja sasa yupo anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya chuo kikuu cha Agustino Gemelli iliyoko mjini Roma tangu Ijumaa ya tarehe 14 Februari mwaka huu. Ametibiwa mara 2 homa ya mapafu na maambukizo mengine na amepata matatizo ya kupumua mara kadhaa ambayo yalizua wasiwasi juu ya maisha yake. Taarifa kutoka shirika la habari la Vatican zimesema Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 yuko imara baada ya picha ya X-ray ya kifua kuthibitisha kuboreka kwa hali yake katika siku za hivi karibuni. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela mkazi wa kijiji cha Mwanekei Shabani Riahasi baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka mwanafunzi. Baadhi ya wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameshauri serikali kuwachukulia hatua za kisheria baadhi ya watu wanaoharibu mazingira. Na waumini wa kanisa Katoliki duniani kote leo wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 12 tangu Papa Francis kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki. Waza Wazua. Msikilizaji, kwenye maisha ni muhimu sana kudhibiti hasira. Hasira hufanya ulimi kuwa mwepesi kuliko akili. Kumbuka, yapitayo kwenye ulimi hayarejeli. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.